Manane. Kwenye magoli manane, magoli mawili mistake tumejifunga wenyewe. Semeni. Habari ya mjini achana na Salim kabisa. Habari ya mjini. Ali Salim, goalkeeper namba 1 wa timu ya taifa wa Tanzania. Watanzania milioni 60 tukiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu. Ukija katika mpira goalkeeper namba 1 ni nani? Ali Salim. Kwa hiyo mimi naamini ni mchezaji mzuri, ana uwezo mkubwa na kila mmoja ameona mechi ya pili anapata clean sheet. Moja CRDB Federation Cup, 2 ligi NBC. Tuna enjoy. Ali Salim tunaye na tunatamba naye. Kisugu tumzungumzie Jean Charles hapo. Performance yake leo top of the scorer kwa sasa hivi. Magoli mawili dhidi ya Dodoma Jiji. Namzungumziaje Jean Charles? Kwanza mwandishi usikatize. Sema kile kilichokuwa sahihi. MVP kwa nini unakamilika? Kabla hujafika kwa MVP, sema ndo mchezaji anaongoza kufunga magoli mengi kwenye ligi ya NBC. Hilo mbona usemi? Wewe umesema kafunga tu magoli mawili ilojumlisha. Waambie watazamaji wako, unaposikia MVP wa Ivory Coast, lazima uwe na heshima na adabu kwenye mpira. Hatukumleta Simba kubahatisha, tulimleta kwa sababu ya uwezo wake. Mimi naamini tukiendelea kumsupport, kuna mambo makubwa ataendelea kuyafanya kwenye klabu yetu. Leo waandishi wote mmeoshiwa maswali. Mbona muulizeni? Wameshiwa. Rashid, na una maswali? Kwanza kabla yote nikupe hongera, jana nimekuona kwenye futari. Baada ya muda mrefu sana bana Kibu Denis anafunga goli. Mwaka sijui tena magoli mawili. Jambo jema, jambo zuri, jambo la kumshukuru, jambo la kumpongeza. Mmoja wa wachezaji bora katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unamzungumzia Kibu Denis. Na moja uwezo wake Kibu Denis, kabla hajafunga, kocha aliyepewa dhamana kuiongoza timu ya taifa Tanzania, Ahmed Morocco, amemjumuisha kwenye nini? Timu ya taifa. Kwa ubora wake. Naamini siku zote daktari anasomea anatoa dozi kutokana na mgonjwa alivyo. Niwaambie waandishi wa habari, sio siri. Hatukudhamiria hiki tulichokifanya kwa sababu ya kibri, jeuri, maneno ya fezuri ya Mecky Maxime, tukaamua kuja kumwadhibu hapa. Hapana. Huyo ana dozi yake. Huyo mgonjwa mwingine maradhi alokuwa nayo tunayajua, nendeni mkawaambie. Sisi sio vilima. Sisi ni people. Waendelee kumuomba Mwenyezi Mungu na endelee kuwa msimamo huo. Wasije kubadilisha msimamo. Wakibadilisha, sisi sio vilima. Sisi ni people. Sio za mtani hizi za Mecky Maxime. Za mtani zipo. Mecky Maxime. Shehe, ulienda kwenye futari jana? Ulishiba. Nasikia kuna mwandishi kaambiwa kula sana usiende kutusema kwenye kipindi, si ndio? Sio futari wamealikwa kwenye kura. Futari ile sio futari, ile wamealikwa kwenye kura. Wamealikwa kwenye kura. Futari ni taratibu ya kiimani. Dini ya Kiislamu inatuambia anastahili kufuturishwa ni yule ambaye hana uwezo wa kujiweza kwenye kufutari. Fadhila amepata, isipokuwa fadhila alopata kaita watu kwenye kura, sio kufutari. Hiyo dini ya Kiislamu. Sheikh, umevaa kanzu wewe? Naongopa. Kikubwa kwanza na kama ulivyosema, mimi naamini kutokana na ratiba ya bodi ya ligi, mechi inakwenda kusimama, ligi inasimama kupitia national team. Mimi naamini vijana watapewa nafasi kwenda kupumzika, lakini kimsingi sisi kama mashabiki tunaendelea kujipanga zaidi ili kuona namna ambavyo tutasupport timu yetu. Nafikiri mechi zilizokuja mbele yetu, mechi tarehe 2 na Al Masry,
mashabiki tutasimama kwenye dua na sara ili kuhakikisha kwamba tunafanyaje, tunafanya vizuri. Miongoni mwa watu ambao huwa kuna support sana timu ya taifa ni wewe. Kikosi unakishuhudia, unakionaje na nakishuhudia kuelekea katika kufuzu kombe la dunia? Kwanza nimpongeze mwalimu Ahmed Morocco. Uteuzi wake umekuwa mzuri ambaye hakuna Mtanzania anayeweza kupiga kelele juu ya uteuzi. Kikubwa kama Watanzania, hii ndio timu yetu ya taifa ya Tanzania. Huwa nasemaga ukweli mara nyingi. Uzalendo wa kweli unaanzia kwenye timu ya taifa. Kikubwa tuendelee kusupport timu yetu. Naamini timu ya taifa itaingia leo kambini. Kimsingi tuendelee kusupport ili kuhakikisha mipango ya nchi inakaa vizuri, mipango ya nchi inakaa sawa sawa. Kuna shabiki mmoja uko nje nimemsikia anasema aliyemleta Elia Mpanzu ndani ya Simba, dhambi zake apewe yeye. Kwako na wewe ugawane dhambi na huyo mtu huko nje? Dhambi zake kila mtu abebe zake mwenyewe kwa mujibu wa Biblia. Kiwango chake mpaka leo kimekuridhisha kiasi gani? Kwenye Injili nasema kila goti litafanyaje? Litapigwa. Kwa hiyo mtampigia magoti Elia Mpanzu? Sio sisi. Nendeni mkamwambie yule mwandishi wa habari mwenzenu. Yule alokaa Temeke yule. Alisema Elia Mpanzu ni mchezaji wa kawaida. Yule alikuwa Azam anaitwa nani yule? Dominic Salamba. Nendeni mkamwoji. Nendeni mkamuulize. Nendeni mkamwambie Kisugu ametutuma. Mimi wakati namzungumzia Elia Mpanzu, Dominic Salamba alisema Kisugu kwa sababu yuko kazini na maslahi. Nendeni mkamuulize ukweli. Leo moja katika wachezaji wanaongeza kitu. Sio Simba tu. Kaongoza burudani kwenye ligi NBC. Unamzungumzia Elia Mpanzu. Mfateni mwenzenu mkamuulize. Na ligi nambari 4. Unaniangalia Rashidi? Leo inapiga. Tumemwona Jean Charles wale wameweka magoli yake mawili kama nilivyosahihi. Mawili. Top score. Top scorer wa msimu huu wanasema ananukia kuelekea kwenye top scorer, pia MVP wana Simba mnamuita hivyo. Una mpinzani wake sasa hivi? Kwanza kikubwa tunamwombea. Siku moja nilikuwa naongea na Elia Mpanzu alichonieleza dhamira yake kuisaidia timu kuona namna ambavyo timu inafanyaje inakwenda kutimiza malengo yake. Kwa hiyo sisi kama mashabiki tunaendelea kumsupport, tuna imani naye inshallah. Kama Mungu amempangia kuwa mfungaji bora inawezekana. Bana bado alama moja bana kwenye msimamo. Alama moja pale wananchi wako juu, mnafuata nyinyi bado alama moja. Kwanza ile jina la wananchi tafsiri yake nini? Wananchi ni wengi. Hakuna dhambi kubwa duniani Yanga kuwaita wananchi. Kwa nini? Young Africa jina la Kiswahili, jina la Kizungu. Nani? Young Africa jina la Kiswahili, jina la Kizungu. Ni Young Africans. Kama mtu mpaka leo anatumia jina la ubepari, huyu anastahili kuitwa mwananchi? No. Rashidi, nitafute hiyo mada. Usirudie mbele yangu kusema hayo maneno. Sawa, hiyo alama moja. Baada ya kushiba futari. Sisi na wao tayari tumekutana. Sisi na wao tumekutana. Mechi sisi na wao tumekutana. Rashidi, tumekutana sisi na wao. Itakwenda kuamua nani bingwa kwenye nchi hii. Washasoma alama za nyakati, wameandika barua wataki nini? Walishasema mechi haichezwi. Mnakutana vipi? Waambie wacheze. Wao sio na timu bora. Hivi mwenye ubora anakataa kucheza? Asante sana, niwashukuru waandishi wa habari. Uliona alichofanywa Zamalek juzi? Niwashukuru sana waandishi wa habari. Alichofanywa Zamalek. Niwashukuru sana waandishi wa habari.